England na Ghana zimepiga hatua kuelekea kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kutoka sare ya bila kufungana katika mchezo wa kundi L uliochezwa jijini Boston. Matokeo hayo yameziacha timu zote mbili zikiwa na nafasi nzuri ya kusonga mbele, ingawa hatma ya kundi hilo bado haijaamliwa, huku mechi nyingine ya kundi kati ya Panama na Croatia ikisubiriwa. England ilianza mchezo kwa kutawala umiliki wa mpira na kuonesha ubora wake wa kiufundi, huku Ghana ikichagua kujilinda na kusubiri nafasi za kushambulia kwa kushtukiza, mbinu iliyowapa ushindi dhidi ya Panama katika mechi yao ya kwanza. Licha ya kutengeneza nafasi chache, England ilishindwa kupata bao. Declan Rice alijaribu bahati yake kwa shuti la mbali lililopiga juu ya lango kabla ya kichwa chake kingine kwenda nje ya lango katika kipindi cha kwanza. Kwa upande wa Ghana, timu hiyo ilionekana kuimarika kuelekea mwisho wa kipindi cha kwanza, lakini ilimaliza dakika 45 za mwisho bila hata kupiga shuti langoni. Hiyo ilikuwa ni mechi ya 9 mfululizo kwa Black Stars kutofunga bao katika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili hakikuwa tofauti sana, huku nafasi za wazi ziko chache kwa pande zote mbili. Anton Gordon ndiye aliyepiga shuti la kwanza lililolenga lango, lakini juhudi zake zilidhibitiwa kirahisi na kipa wa Ghana Benjamin Asare. Kadri mchezo ulivyoendelea, Ghana ilianza kutumia mipira moja kwa moja na kuwapa presha wa Uingereza. Nafasi bora ya Ghana ilikuja dakika za mwisho wakati Prince Kwabena Adu alipopenya kuelekea langoni akiwa sambamba na Antoine Semenyo, lakini kipa Jordan Pickford alitoka haraka na kuokoa hatari hiyo. England nayo ilikaribia kupata ushindi mwishoni wa mchezo baada ya Benjamin Asare kuokoa shuti la Bukayo Saka. Mpira wa kona uliofuata ulimkuta Nico O'Reilly ambaye alipiga kichwa kilichogonga mwamba juu, huku Harry Kane akishindwa kutumia mpira wa kurejea. Baada ya sare hiyo, Ghana imeendelea kuwa miongoni mwa timu chache ambazo bado hazijaruhusu bao katika kombe la dunia 2026. England, licha kupata pointi muhimu, ilishindwa kuonesha makali yale yale iliyoonyesha katika ushindi wake mabao 4-2 dhidi ya Croatia. Mchezaji bora wa mechi alitajwa kuwa beki wa England Mark Guehi.